Katika swala la kuwa na uhuru wa kifedha ni muhimu sana kupunguza gharama za matumizi. Na inawezekana ile umelisikia sana kila leo, lakini unajiuliza ni namna gani ambavyo naweza nikapunguza gharama za matumizi na haujui ni kwa namna gani. Kwa hiyo leo nimekuandalia mambo 7 ambayo yatakusaidia wewe kujua ni kwa namna gani ambavyo hela zako huwa zinapotea. Na kupitia mambo hayo 7 nitakuambia namna gani ambavyo unaweza sasa kuokoa hizo fedha ambazo zinapotea katika vitu hivyo 7. Kwa hiyo twende pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na jambo la 7 ni jambo ambalo natamani ulisikie zaidi, maana ndo la muhimu ambalo ndo huwa unapoteza sana pesa zako hapo. Kwa hiyo hakikisha tunakuwa mwanzo mpaka mwisho. Jambo la kwanza ni kutokuweka budget. Kama tunavyojua budget ni mpango wa kuelekeza fedha zako ziende wapi na zifanye nini. Kwa hiyo swala la kutokuwa na budget litakufanya wewe utapanye sana hela zako. Huwezi kujua nimetumia shingapi kwenye kitu fulani na shingapi pia kwenye kitu fulani. Kwa hiyo usipokuwa na budget, hela zako huwa zinapotea sana. Kwa hiyo kama serikali inapanga budget, basi wewe ni nani usipange budget mwenzangu? Kwa hiyo ni muhimu sana kupanga budget ili uweze kuwa na mafanikio ya kifedha. Umeona? Kwa hiyo ufanyaje sasa katika jambo hili la kwanza? Unatakiwa ujifunze na uweke utamaduni wa kuweka akiba, kuweka budget. Unatakiwa ujifunze namna ya kuweka budget, na wataalamu wameshaliongelea hili swala sana la fedha. Unatakiwa uweke budget kwa kanuni ya 50%, 30 pamoja na 10. Hii inaendaje? 50% katika ile hela ambayo unayo ndo inatakiwa iwe katika matumizi yako yale muhimu. Inaweza ikawa ni chakula, kodi, afya. Kwa hiyo yale matumizi ya muhimu yataenda katika 50%. Lakini 30% ni ya kile kipato chako ambacho unakipata, utaenda kukielekeza katika matamanio, vitu vya matamanio. Kwa hiyo utaamua sasa labda ni vitu vile vya luxury, ni kwamba unaweza ukaishi lakini si vya muhimu. Kwa hiyo labda kununua vitu ambavyo ukajitoa out, kununua vitu vya thamani zaidi, yani vile ambavyo si vya muhimu sana, lakini unaweza ukaishi bila hivyo vitu. Lakini 20% unatakiwa uwekeze unatakiwa uielekeze katika akiba na uwekezaji. Lakini pia 20% unaweza ukaitumia kulipia madeni kama unayo. Kwa hiyo mtumia mbinu hii leo, itakusaidia wewe kujua namna ambavyo unaweza ukaweka budget. Lakini pia katika kanuni hiyo ni vizuri sana pia kuwa na daftari maalum au app ambayo itakusaidia wewe kujua ni kiasi gani ambacho wanatumia katika sekta fulani, labda katika kusafiri, mambo ya chakula, labda huwa wanatumiaga kiasi gani. Kwa hiyo ukishajua kwamba labda kwa mwezi natumiaga kiasi fulani katika kitu fulani, itakusaidia wewe kujua namna gani ambavyo unaweza ukapunguza matumizi. Kwa hiyo hakikisha kwamba unazingatia hilo. Lakini jambo la pili ambalo linakufanya wewe upoteze hela zako ni pale ambapo unafanya kitu bila kupata maarifa. Unaingia kwenye wekezaji, haujapata maarifa kutoka kwa wataalamu. Labda unafanya biashara fulani, haujapata maarifa 1, 2, 3 kutoka kwa watu ambao wana uzoefu. Kwa hiyo unakuta ukiingia huko hela zako zinapotea. Maana haujui labda unatakiwa uendaje ili uweze kufanya biashara hiyo au kuenda katika uwekezaji huo. Kwa hiyo ukiangalia LBL watu wengi wamepoteza hela, na wewe una hiyo taarifa. Kwa hiyo wamepoteza hela kwa sababu gani? Hawakuwa na maarifa ya kutosha juu ya yule uwekezaji. Na kupata maarifa si tu mtu wako pembeni, je, anauelewa wa mambo ya uwekezaji, ana utaalamu?
Kwa hiyo maarifa hayapatikani tu kwa mtu yeyote, hapana. Yanapatikana kwa yule mtu ambaye ana utaalamu wa fedha na uwekezaji. Nini basi kifanyike ili hela yako isipotee? Hakikisha kwamba kabla hujafanya uwekezaji wowote wa hisa, wa vipande, hakikisha kwamba unatafuta mtaalamu ambaye anaweza akakuelekeza vitu ambavyo utavifanya, vitu gani vya kuzingatia. Atakupa ABCD, namna gani ya kufanya hiyo biashara, namna gani ya kufanya uwekezaji. Kwa hiyo hela yako haitapotea, kwa sababu mtu ambaye ana maarifa ameshakupa muongozo ambao ni sahihi. Jambo la tatu ni kununua vitu kila siku kwa kiwango kidogo kidogo. Inawezekana labda wewe umepangisha, labda uko ghetto sasa, au labda wewe ni mama wa familia au baba wa familia, na unajua kabisa kila siku kitu fulani lazima tukitumie, labda sukari, labda mchele, unga wa ugali, umeona. Kwa hiyo unakuta sasa kila kitu ambacho unakitumia kila siku unakinunua kila wakati kidogo kidogo. Leo utaenda kununua mchele kilo moja, kesho utaenda kununua mafuta ya 500. Kwa hiyo hela zako zinapotea pale unavyonunua kitu kidogo kidogo, alafu ni unatumia kila siku, umeona. Kwa hiyo hakikisha basi nini kifanyike katika jambo hili ili hela yako isipotee. Kama unajua kwamba haipiti siku sijatumia, au hata kama ikipita siku, basi hata siku mbili, haipiti siku mbili sijatumia kitu fulani, basi hakikisha kwamba kitu hicho unaenda kununua kwa wingi, tena kwa bei ya jumla. Mchele, unajua kabisa mchele huo unapika mara kwa mara, nenda kanunue sokoni kwa bei ya jumla, kilo 10, kilo 25, weka ndani. Sukari hivyo hivyo, mafuta hivyo hivyo, umeona. Kwa hiyo angalia ni vitu gani ambavyo wewe kila siku unavitumia na namna gani ambavyo unaweza ukanunua kwa wingi ukaweka ndani bila tatizo lolote. Hilo ni jambo la tatu. Lakini kabla tujaenda jambo la 4, je, umesha subscribe account yangu ya YouTube? Inachukua tu dakika moja mpendwa kusubscribe. Hapo chini bonyeza hapo kwenye kengele na utakuwa tayari umesha subscribe account yangu. Kwa hiyo hii itaendelea kunipa ukuaji, kuwafikia watu wengi zaidi katika jamii yetu ya Tanzania hii. Kwa hiyo lakini kama haujanifollow katika account yangu ya Facebook, Instagram, TikTok pamoja na Thread, huko ninafundisha kwa habari ya mambo makuu mawili, ikiwa ni swala la fedha ambayo kuna masuala ya uwekezaji, lakini pia pamoja na biashara. Lakini pia jambo la pili ni habari ya kuboresha muonekano wako. Umeona, unajua kabisa muonekano ni kitu ambacho ni muhimu kwa kila mtu. Kwa hiyo tutajifunza mambo hayo mawili. Kwa hakikisha kwamba umesubscribe channel yangu, lakini pia umenifollow ili usiweze kupitwa na chochote kile ambacho nitakuwa na kipost. Kwa hiyo tuendelee na jambo la 4. Jambo la 4 ni kununua vitu bila matarajio. Inawezekana pia ni shahidi. Yaani ukipita mjini unajikuta tu umeshanunua kitu, alafu ukienda nyumbani unajikuta kabisa hicho kitu yaani unasononeka, unasema kwa nini hata nimenunua hichi kitu. Umeona hivi kutokea hali kama hiyo? Unaweza ukajijibu ukajiuliza. Nadhani imeshawahi kutokea bila shaka. Kwa hiyo sasa ni jambo gani ambalo unatakiwa ulifanye ili uweze kutibu hili tatizo? Maana pesa nyingi unapoteza pale ambapo unanunua vitu bila matarajio, na hii inakuja kwa chanzo cha kutokuweka budget. Umeona Kwa hiyo viko vitu vitatu vya kuzingatia ili uweze kutibu hili tatizo la 4. Kitu cha kwanza ni kuacha kutembea na fedha taslimu. Yaani unakuta
unaenda zako sehemu umebeba hela nyingi kupitiliza. Kwa hiyo ni rahisi sana wewe pale ambapo umekuta kitu ambacho unakipenda, labda nguo, ni mpenzi sana wa nguo. Kwa hiyo ukikuta nguo tu yoyote imetundikwa pale, nafanya biashara walivyo wazuri, walivyo wajanja, wanatundikaga nguo kule barabarani. Kwa hiyo ukitamani tu, ukivutiwa na ile nguo, ni rahisi sana kuchomoa hela hapo kwenye pochi ukaenda kununua. Kwa hiyo hakikisha kwamba unapunguza au unaacha kabisa kutembea na fedha taslimu. Kama ukitembea nayo basi hata isizidi kiasi fulani, ni sawa kweli kuwa na hela emergency. Basi tembea hata na 10,000 hata na 20,000, umeona? Kwa hiyo ukitembea na hela kubwa zaidi, ni rahisi wewe kuingia tamaa ya kununua vitu. Kwa hiyo kitu kingine ni kutumia mbinu ya masaa 24. Mbinu hii ni kwamba pale ambapo umekutana na kitu, labda kiatu, labda nguo, chochote kile, furniture, chochote kile, na ukavutiwa, ukatamani sana kukinunua. Umeona? Kwa hiyo nenda nyumbani kwanza, jipe masaa 24. Fanya tathmini, jiulize, je, kweli kile kiatu nina uhitaji nacho sana kiasi cha mimi kwenda kununua? Je, ile nguo nina uhitaji nao sana kiasi cha mimi kwenda kununua? Kama jibu litakuwa ndio, basi rudi kesho kanunue. Lakini kama jibu ni hapana, basi hilo jambo litakuwa limeshaisha. Kwa hiyo utakuwa umetibu lile tatizo ambalo linakufanya uendelee kununua nguo au kununua vitu bila kutarajia. Jambo la 5 ni kununua bila kufanya tathmini. Yaani wewe unanunua tu ukishaambia kwamba labda ile friji ni 500,000, basi chap chap unachomoa hela unaenda kununua. Yaani hilo jambo linamaliza sana hela zako. Hivi umeshai kununua kitu ukaambiwa, yani umeenda kununua kitu kwenye duka duka la mangi pale, akakwambia ni 5,000. Alafu siku ya siku ukawa unamhadithia rafiki yako, nimenunua kitu fulani 5,000 sehemu fulani, akakwambia mbona mimi nanunuaga 3,000? Hivi utajisikiaje? Alafu cha kushangaza zaidi ni kwamba kitu hicho kina thamani ile ile na ubora ule ule. Utajisikia vibaya sana. Kwa hiyo tafiti zinaonyesha ya kwamba ni angalau ufanye tathmini ya bei angalau kwa maduka 3. Yaani nenda duka la kwanza ulizia bei, nenda duka la pili ulizia bei, nenda duka la 3. Kwa hiyo utaona either labda bei ni ile ile moja au labda zinapishana kidogo, lakini pia angalia, je, hicho kitu kinakuwa na thamani ile ile, ubora ule ule ambao nina uhitaji. Kuna wakati mwingine unaweza kukuta bei iko juu kutokana na ubora wake uko juu. Kwa hiyo hapo hamna namna, si ndio? Kwa hiyo inawezekana sasa labda unataka kununua kitu online. Unaweza kujiuliza, hapa nitafanyaje tathmini? Unaweza ukafanya tathmini, maana muuzaji sio mmoja tu. Kwa hiyo unaweza ukafanya tathmini kwa kufuatilia muuzaji wa kwanza, huyu ameniambia shingapi. Mtafute na mwingine, wapo wengi huko mtandaoni. Tafuta mwingine, je, anauzaje kile kitu kwa shingapi, mpaka afike 3. Kwa hiyo utafanya uwiano, wapi pana uafadhali. Lakini pia wakati mwingine ni vizuri kumuuliza hata rafiki yako, anajua bei ya kitu fulani ni shingapi, labda mtu fulani ana utaalamu wa kitu fulani. Kwa hiyo ni rahisi sana kukuelekeza sehemu ambayo ina bei nafuu kwa kuwa ana utaalamu. Mimi rafiki yangu nikitaka kununua simu au chochote ambacho ni masuala ya electronics, huwa namuulizaga kwamba kitu fulani nahitaji kununua. Kwa hiyo ananielekeza duka la kununua ambalo lina bei nafuu, lakini pia na ubora unakuwa very good. Umeona? Kwa hiyo zingatia sana hicho kitu. Lakini pia kitu kingine ni kubagain jamani, kuomba punguzo la bei. Unaweza ukapunguza sasa, ukaokoa fedha zako kupotea pale ambapo utaomba punguzo la bei. Sehemu zingine unaambiwa bei ni 50,000, lakini kumbe yani uhalali wake wa kuuza ni 40,000.
Kwa hiyo kwa kuwa wewe hauombi hata punguzo la bei hata kidogo, ni rahisi sana wewe kupoteza hela. Kwa hiyo unaweza kumwambia labda nina 45,000, umeona kwa hiyo ukaokoa hapo 5,000 yako hiyo ukaweza kuwekeza au ukaifanyia mambo mengine zaidi. Kwa hiyo unakuwa umeokoa hela yako. Umeona Kwa hiyo jambo la 6 ni kununua vitu ambavyo havina ubora. Kuna yule mtu ambaye akiambiwa kwamba kiatu hichi ni 40,000 atasema siwezi mimi nikanunua kiatu 40,000. Lakini mtu huyo huyo kila siku, kila mwezi atanunua kiatu cha shilingi 10,000. Ndani ya mwaka mzima unakuta amepoteza 120,000. Lakini angenunua kiatu kile ambacho ni cha 40,000, angekitumia kwa muda mrefu wa mwaka mzima. Umeona hapo Kwa hiyo anakuwa ameokoa shilingi ngapi? 80,000. Kwa hiyo kununua kitu ambacho hakina ubora kinakusababisha kununua kila mara, na utakuta unapoteza hela nyingi kuliko jinsi ambavyo ungenunua kitu kwa gharama kubwa na ambacho utadumu nacho kwa muda mrefu. Kwa hiyo jitahidi sana kitu ambacho unaenda kununua at least kiwe na ubora ambao utakufanya wewe ukae nacho kwa angalau mwaka mmoja. Kama ni nguo, kama sijui ni kiatu, yaani vile vitu ambavyo vinaishaga, yaani jitahidi angalau kwa mwaka mmoja uweze kukaa nacho hicho kitu. Umeona Lakini pia jambo la 7 ni kufanyiwa vitu vidogo vidogo. Yaani kuna vile vitu ambavyo wewe mwenyewe binafsi ukijipangilia muda ukaweka muda wako vizuri, yaani hicho kitu unaweza ukakifanya bila hata kuomba msaada wa mtu. Kuna wakati unapeleka labda viatu kupigiwa kiwi, unafuliwa nguo na vitu vya namna hivyo. Kama hauna uwezo wa kufanya hivyo vitu ni sawa, ukampa riziki mtu mwingine, lakini kama una huo uwezo na kipato chako ni kidogo, basi ujue fedha zako zinaenda huko na zinapotea sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kuhakikisha kwamba vitu hivyo vidogo vidogo unavifanya wewe mwenyewe. Kwa hiyo unakuta ile hela ambayo ungepeleka kule unaisave na unaifanya kwa mambo mengine zaidi, au ukaamua kuwekeza fedha zako. Kwa hiyo mniambie, kuanzia njia ya kwanza tuliojifunza mpaka ya 7 ni kitu gani, au ni kitu gani ambacho huwa kinakufanya wewe upoteze hela zako zaidi? Niambie hapo chini kwenye comment. Nitafurahi sana kuona komenti yako na namna gani ambavyo sasa utaanza kuboresha hilo jambo, ili hakikisha kwamba unapunguza gharama za matumizi ili uelekee kuwa na uhuru wa kifedha. Nitafurahi sana kuona komenti yako. Hakikisha kwamba umesubscribe channel hii ili uendelee kupata mafundisho mengi zaidi pale ambapo nitakuwa nina post. See you later. Bye.